Karibu mtazamaji wa Manara TV katika kipindi hiki maalum ambacho tunaangazia maadhimisho ya siku ya wafanyakazi Mei Mosi na mchango wa wafanyakazi. Tutaangazia maadhimisho ya sikukuu ya wafanyakazi Mei Mosi na mchango mkubwa wa wafanyakazi katika maendeleo ya taifa letu, hususan katika mkoa wa Lindi. Katika kipindi hiki tutajadili pia hali halisi ya wafanyakazi na nafasi ya vyama vyao vya wafanyakazi katika kusimamia maslahi yao na namna ambavyo wamejiandaa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Leo mgeni wangu hapa ni Bwana Samuel Magelo, katibu wa TUGHE mkoa wa Lindi na mjumbe wa Baraza Kuu TUCTA Taifa. Karibu sana mgeni. Asante sana. Pamoja naye tunaenda kuzungumza kuhusiana na maandalizi ya sikukuu ya wafanyakazi Mei Mosi. Tunaangazia pia mchango wa wafanyakazi katika kuileta jamii pamoja, lakini hasa ukizingatia wakati tunaenda kusherekea sikukuu hizi za Mei Mosi, lakini pia vyama vya wafanyakazi vinafanya chaguzi mbalimbali katika kuwapata viongozi. Wakati huo huo tukiwa tunajiandaa pia na uchaguzi mkuu wa bunge, rais na madiwani mwaka huu 2025. Mgeni wangu karibu sana. Asante sana mtangazaji. Labda mgeni mtazamaji angependa kufahamu wewe ni nani na unafanya nini, labda na kidogo historia ya TUGHE, alafu tuangazie pia masuala mazima ya maandalizi ya Mei Mosi ambao kwa mkoa huu wa Lindi namna ambavyo mmejipanga. Nashukuru sana mtangazaji. Mimi naitwa Samuel Magelo, ni katibu wa TUGHE wa mkoa wa Lindi, lakini vile vile ni mjumbe wa kamati kuu ya TUCTA Taifa. Kimsingi ni kweli kabisa tuko kwenye maandalizi ya sherehe za Mei Mosi, na kama unavyojua sherehe za Mei Mosi ni tunafanya kila mwaka, tunaadhimisha kila ifikapo tarehe 1 mwezi wa 5 tunaadhimisha sherehe zetu za wafanyakazi kwa maana ya Mei Mosi. Na kwa mwaka huu Mei Mosi kitaifa tunafanyia mkoa wa Singida. Ndiyo. Lakini kimikoa, kila mkoa huwa unafanya maandalizi yake ya sherehe za Mei Mosi. Na sisi kwa mkoa wa Lindi tumejipanga vizuri kabisa kwa kushirikiana na serikali, na kiwilaya tutafanyia wilaya ya Liwale. Sisi ndani ya mkoa wetu huwa tuna rotate, kwa maana ya kwamba kila wilaya ipate kushuhudia sherehe hizi za Mei Mosi. Kwa mwaka huu tunafanyia Liwale, na unajua kauli mbiu yetu ya mwaka huu ni uchaguzi mkuu wa 2025 utuletee viongozi wanaojali na kuthamini haki na maslahi ya wafanyakazi. Ewe mfanyakazi shiriki. Unaona kabisa kauli mbiu yetu ina reflect na swala zima la uchaguzi wa nchi. Kwa mwaka huu tuna uchaguzi wa rais, wa bunge pamoja na madiwani. Na kauli mbiu yetu ina reflect kwamba sisi kama sehemu ya Watanzania hatuwezi kuwa mbali na uchaguzi. Ndiyo. Kwa hiyo nakushukuru sana, na sisi kama TUGHE tumejipanga vizuri na tumejipanga kimkakati kushiriki sherehe hizi za Mei Mosi. Mpaka sasa hivi maandalizi yetu yanakwenda vizuri. Tumeshayafanya yale ambayo kimkoa yanapaswa kufanyika. Tumeshawafikia wafanyakazi kila kona ndani ya wilaya yetu ya Lindi na kimkoa kwa ujumla, na tunazidi kusisitiza wanachama wa TUGHE wanaonisikiliza na kuniona kwamba sherehe hizi wazichukulie kipaumbele kwa umuhimu wa kipekee. Tuna sherehe zingine za wafanyakazi tofauti na sherehe hizi tulizo nazo. Kwa hiyo nichukue rai tu hiyo kwamba kuwakaribisha wote wafanyakazi kwa ujumla kushiriki sherehe zetu hizi za wafanyakazi kimkoa pamoja na kitaifa. Sawa, kama nilivyokuambia mtazamaji, katika kipindi hiki tunajadili pia hali ya wafanyakazi na nafasi ya vyama vyao katika kusimamia maslahi yao na namna ambavyo wamejiandaa kuelekea uchaguzi mkuu 2025 kama alivyoeleza mgeni wangu hapo Bwana Samuel Magelo. Labda katibu, sikukuu ya Mei Mosi ina maana gani kwa watumishi? Asante. Sikukuu ya Mei Mosi kwa watumishi ina maana kubwa, kwa sababu ndio sehemu pekee ambapo sisi tunafikisha message kwa serikali. Sisi huwa tuna jumbe zetu nyingi
tofauti. Kuna wengine wataandika kwa habari ya maslahi, kuna wengine wataandika kwa habari ya mahusiano, kuna wengine wataandika kwa habari labda kwa sababu tuna uchaguzi mwaka huu. Lakini yale mabango huwa yana reflect kama kauli mbiu yetu inavyosema, yana reflect kufikisha ujumbe kwa wenzetu ambao ni waajiri, kwa maana serikali pamoja na waajiri wengine wa sekta binafsi wanaokuwepo siku hiyo ya Mei Mosi. Kwa hiyo kwetu sisi ni sherehe ya kipekee sana, yenye uzito mkubwa, kwa sababu hata chanzo cha sherehe hizi ambayo walizianzisha, maana yake walikuwa wanatengeneza muunganikano wa pamoja ili waajiri waweze kupata message yetu ni nini. Na ndio maana tunashirikiana kwenye hizo sherehe, kwamba tunawashirikisha wao waajiri na sisi wafanyakazi tukiwepo, ili tufikie common understanding ya pamoja kwamba sisi tunahitaji nini na wao wanataka nini kutoka kwetu, kwa maana kwamba sasa twende pamoja. Kwa hiyo ni sherehe kubwa sana za wafanyakazi, ni dunia nzima tunasherekea, na unaona kwamba mwajiri mkuu wa wafanyakazi katika nchi hii ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia, ambaye kimsingi sisi kama kamati kuu taifa tulishakubaliana kwamba tumwalike awe mgeni rasmi. Kwa kuthamini hivyo, tunapeleka message sehemu sahihi na mahara sahihi. Sawa, labda kauli mbiu ya mwaka huu pamoja na kwamba umeisema inatoa ujumbe gani hasa kwa watumishi wa umma? Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ndio. Na nimesema hatuwezi kuwa mbali na uchaguzi. Sisi ni sehemu ya Watanzania. Ndio. Ni sehemu ya wapiga kura. Na tuko wengi wafanyakazi. Tuko zaidi ya milioni 3-4. Private sector pamoja na sekta ya umma. Tuko wengi. Kwa hiyo kauli mbiu yetu ina reflect. Na ndio maana nasema kwamba uchaguzi mkuu 2025 utuletee viongozi wanaojali na kuthamini haki na maslahi ya mfanyakazi. Ewe mfanyakazi, shiriki. Si tu kwamba tuwapate viongozi, lakini wanaojali haki na maslahi ya nini? Ya mfanyakazi. Kwa hiyo tumeona tufikishe message hii, tuwe sehemu ya kuhamasisha Watanzania wenzetu na sisi tukiwemo, kwamba tutafute viongozi wanaojua nini maana ya maslahi na haki za wafanyakazi. Sina maana kwamba waliokuwepo walikuwa hawajui haki na maslahi ya wafanyakazi. No, walikuwepo. Inawezekana wengine hawakuwepo, kwa sababu sio kila diwani au kila mbunge ameshakuwa mwajiriwa. Kuna mwingine anapata bahati, anaweza katoka fresh from school, akagombea udiwani, akagombea ubunge, Mungu akambariki akashinda. Anaweza sijui hizi ethics za wafanyakazi zikoje. Lakini tunao wengine ambao wanagombea kutoka kwenye group yetu ya wafanyakazi. Nataka tujue wawe karibu na wafanyakazi. Sasa sisi ndio watekelezaji wa yote wanaowazungumza wao. Mwisho wa siku watekelezaji wakubwa ni sisi wafanyakazi. Tukienda kule kwenye sekta ya afya ni sisi. Ukienda viwandani ni sisi. Ukienda kwenye ofisi za serikali za umma ni sisi. Kwa hiyo wao watazungumza, watapitisha bajeti, lakini at the end of the day mfanyakazi anakwenda kuwa mtekelezaji wa nini? Wa mwisho. Tukipata viongozi wanaothamini haki na maslahi yetu, na sisi kwenye sehemu yetu ya kutimiza wajibu wetu tutafanya vizuri. Kwa hiyo sisi tuko sehemu ya huu uchaguzi kabisa. Sawa, umeeleza ambavyo hizi Mei Mosi, sherehe za Mei Mosi ambavyo zinafanyika, mnafanya ngazi ya kitaifa, lakini pia mnafanya kwa ngazi ya kimkoa. Nyinyi katika mkoa huu wa Lindi, ni kwa namna gani ambavyo mmejipanga hasa katika kuadhimisha hii sikukuu ya wafanyakazi? Tumeanza mapema kujipanga. Tumeanza mapema, tumeshirikiana na kwanza nichukue nafasi hii kushukuru uongozi wa serikali wa mkoa wa Lindi. Ndiyo. Chini ya Mama Zainab Tariq ambaye ni mkuu wetu wa mkoa, amekuwa very cooperative sana na sisi. Kila mwaka akishirikiana kwa karibu na katibu tawala wa mkoa Zuena, wametupa sapoti kubwa. Na ukishuka hata kwenye ngazi za wilaya, kwa maana ya ukuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya, wakurugenzi, wakuu wa idara, maafisa tarafa, watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, pamoja na wataalamu wa ugani, kupitia mkuu wa mkoa, tumejaribu kuunganisha mkoa kwenye sherehe hizi. Sasa sisi tumeshirikiana nao tangu mwanzo. Na kila tunapomove tunawashirikisha. Wao wanatupa ushauri. Kile tunachokifanya tunawashirikisha, wao wanatupa ushauri.
Hata tulipopanga kwamba sherehe hizi kwa mkoa wa Lindi this time tutafanyia Liwale, hatuwezi kusema Liwale iko mbali zaidi ya kilomita 250 au 300 kutoka Lindi mjini tuwaache. Tukasema tutakwenda kule, hata kama barabara haipitiki tutapita kwa kuvaa gambuti. Wenzetu walituambia nendeni mkafanye, sisi tuko pamoja na nyinyi. Kwa hiyo tumeshirikiana kwa karibu sana, na mpaka hivi ninavyozungumza na wewe, hata kwenye kamati za maandalizi, katibu tawala wa mkoa wa Liwale pamoja na mkuu wa wilaya ya Liwale ni viongozi ambao wametupatia sapota kubwa sana ya karibu, ili tu jumbe zetu ziweze kufika. Na ndio maana nikasema kwamba kauli mbiu ina reflect vizuri kwamba wanaojali haki na maslahi. Sasa hao Walindi wameonyesha mfano kabisa kwa zaidi ya 100%. Kama ni 100 ni labda tuongeze zingine za ziada. Sasa tunapata confidence ya kwenda kuwaeleza wale wa kwetu, tukiwa na imani watakuwa ni wasikivu. Kwa hiyo niwashukuru sana viongozi wa mkoa wetu wa Lindi, kwa kweli waendelee na moyo huu wa kuwa karibu na sisi, wa kushikiana na sisi, ili kusudi ule utatu wa pamoja uendelee kuonekana, kwa maana ya kwamba wote tunatimiza lengo moja la kumsaidia mwananchi. Lakini wewe ni katibu wa chama hiki cha wafanyakazi wa serikali na afya mkoa wa Lindi. Kwa ujumla, hali ya wafanyakazi katika mkoa huu wa Lindi iko vipi kwa sasa? Lakini tukizungumzia hali ya maslahi yao, mazingira ya kazi, lakini pia kuhusiana na masuala ya ajira mpya, hali ipo? Tulikuwa na changamoto ndani ya mkoa wetu za kazi. Hatuwezi kukosa changamoto. Sisi kama wafanyakazi tulikosa changamoto. Lakini nichukue nafasi hii kusema machache kwamba kwa kipindi hiki kuna mambo ambayo serikali imeyafanya kabisa. Ndio anasema kila siku kwamba mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpe. Viko vitu vimefanya. Serikali ya awamu ya 6 hii ilipoingia madarakani tu, unaona kwamba kuna kipindi ilipandisha mishahara, hata kama ilikuwa midogo watu walisema, lakini ilipanda. Na unaona by the time tulikaa kwa kipindi cha almost miaka 5 mpaka 6 wafanyakazi walikuwa hawajapanda mishahara. Lakini mama alipoingia alifanya adjustment. Lakini sio kitu hicho tu. Serikali hii kwenye upande wa kupandisha madaraja kwa mkoa wa Lindi, kama wapo watu wa aina hiyo, ni makosa madogo madogo au baadhi ya maafisa utumishi ambao they are not smart kwenye eneo lao. Lakini mimi nimefanya research kwa mkoa mzima. Eneo la madaraja imefanya kwa asilimia kubwa sana. Hiki kilio kimetoka. Hilo la pili. Lakini unaona, kama unakumbuka, kuna wafanyakazi ambao waliendeshwa kwenye kazi kwa issue za vyeti fake. Kama unakumbuka, serikali ya Mama Samia iliwalipa wale wafanyakazi kwa michango yao ya PSSF pamoja na NSSF. Ililipa zaidi ya bilioni 40. Kuna siku nimeona kwenye mtandao huyu msemaji wa serikali Msigwa alijibu gazeti moja ambalo lilitaka kupotosha taarifa kwamba fedha zile hazijalipwa. Alilipa kabisa. Kiukweli alilipa. Unaona, tulikuwa tuna baadhi ya miundo ambayo ilikuwa inatusumbua kwenye utumishi wa umma. Tumeendelea kuzungumza na serikali, sisi tulioko kwenye ngazi ya taifa. Kuna baadhi ya miundo ambayo inafanywa kazi. Kwa mfano, tulikuwa na kilio cha watendaji wa kata, walikuwa wakitaka kupata mishahara, mishahara yao ilikuwa inachelewa kwa sababu wenyewe walikuwa kwenye miundo mingine ambayo mpaka halmashauri zikusanye ndio wao wanalipa. Leo kile kilio hakipo. Leo hata ukiwauliza, na wengi walipiga simu mpaka kutushukuru. Kwa hiyo kuna vitu vimefanyika ambavyo sisi tunapaswa kuvisema, hata kama tunakwenda kuomba vingine, tushukuru kwa hivi vilivyofanyika. Yes, unajua unapomshukuru mtu alafu ukaenda kumuomba ni rahisi kupata. Kushukuru ni kuomba tena. Yes. Kwa lazima tukubali kwamba sio kwamba hajafanya. Kwa hiyo issue ya ajira mpya kama nilivyokueleza, wanakuja halmashauri wamekuja, sasa za mikoa wanakuja, kwa rasi wanakuja, watumishi wanaajiriwa. Japokuwa tuna mambo mengine ambayo bado yanatupa shida, ambayo nadhani kwenye risala, sitaki kuzungumza mengi, kwenye risala huko ya kitaifa yatawekwa na nadhani yatatolewa ufafanuzi. Yapo, lakini pamoja na kwamba yakiwepo, sio kwamba hayajafanyika mengine. Yamefanyika. Na sisi kwa mkoa wa Lindi tumesema yaliyofanyika tutayasema na tutawashukuru. Na hatutasita kwenda kuomba mengine. Kwamba pamoja na haya mazuri mliotufanyia, tumepanda madaraja vizuri, tuna mengine labda ya areas. Bado ile eneo la areas kidogo lina shida. Tunaomba na hili mfanye nini? Mlitizame.
Tuna issues labda ya ile miundo yenye migogoro sana ambayo ilikuwa inasababisha watu wakichukua degree wakija kusoma na diploma anashusha chini anaanza upya. Tunaomba na hiyo ifikie kipindi ifanyie marekebisho. Kwa hiyo polepole kulingana na masuala mazima ya budget tunaamini wenzetu watatusikia. Lakini yako mambo wameyafanya kama nilivyosema, lakini yako mambo ambayo na sisi tunaendelea kuwaomba watusaidie kuyafanya na tutawasema na Watanzania na wafanyakazi watakuja kuyasikia. Pengine umeelezea mafanikio ya jumla ambayo mmeyafikia kama TUGHE kwa nchi nzima, lakini tukiangalia labda kwa kipindi cha miaka 2-3 hivi, mafanikio ambayo mmeyapata ambayo mmeweza kuyapata nyinyi kama TUGHE kwa mkoa wa Lindi ni yapi katika kutetea maslahi ya wafanyakazi? Wakipanda madaraja, serikali ikipandisha madaraja nchi nzima, ndiyo, Lindi ni sehemu ya upandaji wa nini wa hayo madaraja. Tulikuwa tuna mambo mengi ya watumishi, kwa mfano nilivyoyataja kwamba tulikuwa tuna mambo, kwa mfano ukiacha issue za madaraja, tulikuwa tuna madai ya watumishi ya kawaida kabisa, kwa mfano masuala ya likizo, kwa mfano masuala ya ushirikishwaji. Kwa mfano kwa mkoa wa Lindi, kitu ambacho nataka nishukuru serikali ya mkoa ni kwa upande wa mabaraza ya wafanyakazi. Utaona kwa kipindi cha nyuma mabaraza ya wafanyakazi si tu kwamba hayakuwepo, hata ile mikataba ilikuwa haipo. Ndani ya hiki kipindi cha miaka 3 serikali ya mkoa wa Lindi na waajiri walioko mkoa wa Lindi tumefanikisha kuweka mikataba ya mabaraza ya wafanyakazi kwa kushirikiana na waajiri, na mabaraza yale yanakaa, japo bado kwa issue ya budget kuna baadhi ya waajiri wanakuwa ni wagumu kuendana na viwango vile vya mabaraza. Lakini kama tumefikia hatua ya kuunda baraza kisheria, maana yake issue ya kukwambia wewe utulipe kisheria ni issue ndogo. Ukiangalia kwa mfano wa RS, kwa maana ya katibu tawala wa mkoa, baraza lake liko very smart, anakwenda kwa wakati, analipa kwa viwango vya kisheria. Kwa hiyo sasa kama mwajiri mkuu wa mkoa ameshafikia hatua hiyo, huku chini itakuwa ni rahisi. Kwa hiyo katika eneo hili ambalo ndio sehemu pekee tunasema inaweza kama ndio bunge la wafanyakazi la kuwakutanisha wafanyakazi kujadili mambo yao na kujadili budget zao, linawezekana, maana yake tunashirikishwa kwa kiwango kikubwa. Sasa unapokuja circumstances ndogo ndogo ambazo baadhi yao wanashindwa kutimiza, hizo kuzifikia malengo inakuwa ni issue ya kawaida. Tumezungumza kwa staili hiyo, tumefikia hatua hiyo, wametusikiliza na tumekwenda kwa staili hiyo. Sasa kupitia ile mabaraza utaona kuna vitu vingi tumevijadili. Tumejadili mambo ya likizo, tumejadili mambo hayo yanayokuambia ya kupandishwa madaraja, tumejadili mambo ya haki na stahiki za wafanyakazi, tumejadili mambo ambayo tunaona kwamba kuna baadhi ya watumishi, yani wenyewe mfanyakazi akikosa kanuni, taratibu na sheria za kazi hafuati, tumekuwa tukisemana humo, tukinyeshana vidole kwamba wewe mwenzetu hauna moyo wa subira. Yaani ukipata tu tatizo, mfanyakazi ameletea tatizo kwamba kuna jambo hili, wewe unaona njia pekee ni ya kuandika barua na kumfukuza. Tumefikia hatua hiyo kwa kuzungumza pamoja, kwa sababu tunakutana pamoja. Kwa ndani ya kipindi cha miaka 3 ndani ya mkoa wetu wa Lindi kuna mambo hayo tumeyafanya, na tunaendelea kuwaomba wenzetu wasituache, tuendelee kuyafanya ili at least kwenye level fulani ya kutatua kero za wafanyakazi tuweze kuzitatua. Mtazamaji wa Manara TV, nikukumbushe tu niko na mgeni wangu hapa, Bwana Samuel Magero, ni katibu wa chama cha wafanyakazi wa serikali na afya mkoa wa Lindi, lakini pia ni mjumbe wa baraza kuu TUCTA taifa. Bwana Samuel Magero, tukizungumza pamoja masuala mazima ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi Mei Mosi, pamoja na mchango wa wafanyakazi katika kuliweka taifa hili likiwa salama na lenye nguvu. Lakini kama nilivyokuambia, wakati tunaelekea katika maadhimisho haya ya siku ya wafanyakazi Mei Mosi, lakini pia vyama mbalimbali vya wafanyakazi kwa sasa vinaendelea na chaguzi mbalimbali katika vyama vyao, lakini pia serikali kutakuwa na uchaguzi hapo mwezi Oktoba na miongozo mbalimbali imeweza kutolewa kwa watumishi wa umma ambao
wanatamani pengine kuingia kwa kugombea nafasi wabunge na madiwani. Miongozo imetolewa, wafanyakazi wamefahamishwa namna ambavyo wanaweza kushiriki ama kuto kushiriki ni wao kutokana na mwongozo. Labda serikali baada ya kutoa mwongozo kwa watumishi wa umma wanaotaka kugombea nafasi za kisiasa, kama chama cha wafanyakazi, mna mtazamo gani juu ya huu mwongozo? Nakushukuru sana mtangazaji. Hili itabidi tulizungumze kidogo, kwa sababu wafanyakazi wengi wamepiga simu, wale wenye interest. Sisi hatuwezi kuwa nje ya siasa, hatuwezi, maana siasa ni maisha. Siasa ni maisha. Mtu anaweza leo siasa, unajua hata wanene wenzetu wanapotaka kuoa, kuna wengine wanatumia siasa. Sasa ukisema usitumie siasa, wakati mwingine unaweza kujikuta unakwenda tofauti. Kwa hiyo siasa ni maisha. Ndio. Sisi kama wafanyakazi wa nchi hii hatuwezi kuwa mbali na siasa. Nataka kuna jambo lilikuwa linatusumbua hata kwenye kamati kuu ya TUCTA, nishawahi kupeleka hii hoja. Unajua sisi kama wafanyakazi, nimesema kwamba tuko wengi. Hili jimbo la wafanyakazi katika hii nchi tuko wengi. Tuko zaidi ya milioni 3-4 kwenye nchi. Tulitakiwa na sisi angalau tuwe na wabunge wetu bungeni kama walivyo kule, kuna maalum, kuna kundi la vijana, na sisi tungekuwa na wabunge wetu wa wafanyakazi pase wanaochaguliwa na mkutano mkuu wa TUCTA au baraza kuu la TUCTA. Sisi wenyewe tuchaguani, hata kama kuna sehemu ya kuapprove tuchaguani ili tupate nafasi ya kutoa hoja zetu kwa watu husika wapeleke. Sasa wabunge tulionao, of course hao wanaowakilisha wafanyakazi, of course hawachaguliwi na sisi. Wao wana mfumo, wanapitia Chama cha Mapinduzi. Wana mfumo kule, nani wakina mama tu. Sasa ukianza kuangalia kwa wafanyakazi wa nchini wakina mama tu. Yaani wale ni wabunge wanaowakilisha wafanyakazi, eti ni wakina mama tu. Kwa sisi wanaume, kwa hiyo naona haijakaa sawa. Tulipojadiliana kule kwenye kamati, ikaonekana kwamba hili ni swala la kikatiba. Haliwezi kwenda tu ghafla tukaenda bungeni. Tukasema hata kama ni la kikatiba, tuanze kulisema sasa hivi. Tupate uwakilishi. Kwa sababu gani mtangazaji? Leo kuna wafanyakazi wanakwenda kugombea kwenye majimbo yao. Wako wafanyakazi wanaenda kugombea. Akienda kugombea kwenye ile jimbo, ukakuta kwenye ile jimbo mbunge wake bahati nzuri alikuwa ni waziri. Tena waziri mwenyewe ukute ni wa TAMISEMI au ni utumishi. Alafu ukamsumbua. Yaani ukamsumbua kweli pale. Ukimaliza uchaguzi, kinachofuata ni nini? Akirudi kwenye nafasi yake, transfer. Unatolewa kama uko Kagera, unapelekwa huko Mtwara vijijini huko. Tu kwa sababu umemfuata kugombea wapi? Jimboni. Lakini tungekuwa na sehemu yetu, tusingekuwa na mgogoro wowote. Sasa juzi wafanyakazi wanataka kugombea. Wako wafanyakazi wanataka kugombea, na sisi tunawatakia kila la heri. Kwa sababu tuna ushahidi wa kutosha ndani ya nchi hii. Wafanyakazi ambao walishawahi kugombea ubunge, wakabahatisha kupata nafasi za waziri, wanafanya vizuri. Tunaye hata waziri mkuu alikuwa mwenzetu kwenye trade unionist. Tunaye naibu wa waziri mkuu Mheshimiwa Biteko alikuwa mwenyekiti wa chama cha walimu Geita. Na hawa ni mfano mzuri. Wametoka, wamekwenda, wamepata na wanafanya vizuri kabisa. Mtazamaji wa Manara TV, asante kwa kuchagua Manara TV, na tulikuwa tunazungumza hapa kuelekea maadhimisho ya Mei Mosi na mchango wa wafanyakazi. Mgeni wangu hapa ni Bwana Samuel Magero, ni katibu wa TUGHE mkoa wa Lindi, lakini pia ni mjumbe wa baraza kuu TUCTA taifa, na tumejadili pamoja hiyo mada ya maadhimisho ya Mei Mosi na mchango wa wafanyakazi, lakini pamoja naye tumezungumza pia tumeangazia maadhimisho hayo ya Mei Mosi, lakini mchango mkubwa wa wafanyakazi katika maendeleo ya taifa letu, hususan katika mkoa huu wa Lindi. Mimi jina langu ni Hadija Omari, kwa heri kwa sasa.